Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa wakati huu tunapoenda kushiriki neno. Najua utabarikiwa. Najua Mungu atakunenea. Leo nataka kufundisha kuhusu the risen Christ, yani Yesu Kristo aliyefufuka. Najua ni ujumbe ambao watu wamezoea sana, labda wakati tunasherehekea wakati wa Easter na vitu kama hivyo, lakini hamna wakati ambao ni specific wa neno fulani. Neno la Mungu kila mara laweza neno wakati wowote, na najua unapoenda kufungua moyo wako ili neno litaenda kukuhudumia. Tunaongea kuhusu the risen Christ, Yesu aliyefufuka. Sababu wapendwa, tumesikia kuna madini mengi, kuna makanisa mengi, kuna beliefs tofauti tofauti, na wote wanataja Yesu. Wengine wanasema Yesu hakufa, wengine wanasema mara Yesu alikufa, mwili wake ukaibiwa ukafichwa. Mambo ni tofauti yako mengi, lakini nataka tusikie neno haswa linasema nini kuhusu jambo hili. Sababu wapendwa, uokovu wetu hautokani tu na kufa kwa Yesu Kristo, unatokana na kufa na kufufuka kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unaona kila roho ya mpinga Kristo ama kila neno ambalo haliko sawa, they don't talk about the risen Christ. Wataongea kuhusu Yesu aliyekufa, lakini sehemu ya kufufuka hapo kuna pingamizi. Ndio maana unaona watu wanaweza kuamini yote kuhusu Yesu, lakini most of the people hawajafika kwa ile knowledge ya kuelewa kwamba Yesu Kristo aliyezaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Utakuta watu wote wataamini hiyo. Ukienda kwa kila dini, hata zile dini za kila aina, wataamini kuhusu Yesu Kristo alizaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Lakini ikija kuhusu kufufuka, hapo ndio pingamizi waga inakuja kwa watu tofauti. Most of the people, some of the religions, they don't believe about the risen Christ. Na ningependa ni ujumbe wa maana sana kuelewa wapendwa, kwa sababu unapoelewa hata sasa utajua even now Christ alifufuka. Yesu Kristo alifufuka, na leo naenda kukuonyesha kwa maandiko. Nataka ujue sana Yesu Kristo alipofufuka kuna mambo alifanya kwa wanafunzi wake. Because Jesus Christ after dying, he appeared to his disciples. Aliwatokea wanafunzi wake kuwaonyesha I am risen. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna mambo alifanya mpaka wao wakashangaa, ili waamini kwamba Yesu hakufa tu, amefufuka. Na ndio maana unaona every prophet ambao waliongea kwenye Bible, they were talking about Jesus Christ. Ndio unaona mtu kama Musa wapendwa, Mungu alimtumia Moses kufanya mambo ya law. The Bible says law ilikuja na Moses. Mungu alimtumia kwa Mount Sinai, akawa anamtumia kwa njia tofauti. Na Mungu anasema katika siku hizi nitawainulia nabii. Anasema nitawainulia nabii, na ni Musa anasema. Na huyo nabii anasema msikilizeni kwa yale yote anawaambia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna watu bado wamekwama na sheria ya Musa. Wako pale hawamsikii Yesu, wanasema sisi tunafuatanga Torati, we follow the 5 books. Lakini ngoja nikwambie, huyo Musa alisema kwamba, ambaye Mungu alimtumia kwa wakati ule, akasema wapendwa, Mungu akamtumia kuweka sheria na kuweka law. Lakini Musa inafika mahali anasema au nitawainulia nabii. Ni Mungu anasema katika hizi siku nitawainulia nabii. Na ndio maana Biblia inasema Moses came with the law. Musa alikuja na sheria, lakini Jesus amekuja na grace na truth. Mpe Yesu makofi. Grace na truth. Moses alikuwa na law. Wapendwa, do you know why Jesus came? Because sheria haikuweza kumwokoa mwanadamu. Sheria ilikuwa inaua watu. Mpaka leo sheria uwaga inaua watu, by the way, kama haujui. Ukienda kwa sheria uwaga inakumaliza kabisa. Sawa wapendwa, you cannot keep the law 100%. Sasa hizi sheria ikianza kukutafutia makosa lazima ikupate. Hata kama ukijaribu kuwa perfect aje, lazima utakosea. Ndio maana unaona Biblia inasema hivi, when you read the book of Romans chapter 3 verse 20. Romans chapter 3 wapendwa, for all I've seen. Mtumishi wa Mungu naomba unisomee hapo. Naweka basics ili uelewe wapendwa. I'm talking about the risen Christ. Kuna wengine wako katika sheria.
They believe in what they eat. They believe in what they don't eat. They believe in what they wear. They believe in what they don't wear. Wapendwa, kuna watu bado wako kwa law. But Jesus came with the truth and grace. Mpe Yesu makofi. Hakuna mwizi ambaye aliweza kupona wakati wa law. Fuatilia. Hakuna mtu mzinzi angeweza kutoboa wakati wa law. Ungepatikana unafanya uzinzi wakati wa law, kila mtu alikuwa ni witness wa mwingine. Kila mtu ni jicho la mwingine. Ukipatikana unapigwa mawe, unakufa. And that's why you see when Jesus came, wakati anakuja anakutana na yule prostitute, the people wale walimleta walikuwa wanajua the law. The law inasema watu kama hawa makahaba wanatakiwa kupigwa mawe. Na ndio maana wakamleta kwa Yesu waone what Jesus will say. Huyu Yesu ambaye amekuja na grace na truth atasema nini? Yesu akasema wa kwanza ambaye hajawahi kutenda dhambi awe wa kwanza kumpiga mawe. Yesu akaanza kuandika chini, wote wakaenda. Hebu imagine, kati ya wale watu wote hakukuwa na mtu mwema. Ndio maana Biblia inasema wapendwa, hakuna aliye mwema. Lakini when we come to Christ, wakati tunaingia kwa huyu Yesu Kristo, with our weaknesses, with our sins, tunakuja kwake, yeye anatusaidia. Grace yake inatupigania. Mpe Yesu makofi. Wapendwa, Mungu anatukubali, not because of us, not because of the law, but because of Jesus Christ. Mpe Yesu makofi. Because of Jesus Christ. Ni somo ambalo watu wengi waga waelewi. Watu wengi, they cannot come to Christ because they failed to keep the law. Unaangalia mtu yuko nje anasema, woi pastor, mimi nimejaribu kufanya hivi na siwezi. Nimejaribu kufanya hivi na siwezi. Because that person ana reason na law. Ha reason na Christ. Ana reason na law. Wapendwa, if you reason, wapendwa, the Bible says, inasema hivi wapendwa, wewe ambaye unasema unafuata sheria, utahukumiwa na sheria. If you are under the grace, that grace will operate in your life. Mpe Yesu makofi. Umejiweka wapi? Kwa law? You cannot keep the law. Lakini when you bring yourself under the grace, Mungu anakuenable, anakuwezesha wapendwa. Ndio Paulo anasema, sio mimi ninaishi, bali Kristo ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi ni wao wanaishi. They are trying to keep the law but they are failing. Kwa sababu ni wao wanaishi. Wapendwa, when you are in Christ, you are dead. Wakati unaingia kwa Kristo, unakufa. It is Christ operating in you. Anakupa favor ambayo haustahili. Anakupa msamaha ambao haustahili. Anakupa maisha ambayo haustahili. Anakupa gifts ambazo haustahili. Wapendwa, but when you keep yourself in the law, unajaribu kujipigania kwa nguvu zako, kwa uwezo wako. Unasema, I am trying to become a good person, but I can't. I am trying. Hata Paul was an apostle. Unaposoma mahali kwenye kitabu cha, I think it's Romans chapter 7 hapo verse 14, anasema kile ambacho natamani kukifanya kizuri sikifanyi, najikuta nafanya mambo mengine tofauti. Alafu anafika mahali anauliza, nitafanya nini sasa mimi? Nani ataniokoa? Finally anasema, I thank God for Jesus Christ. Mpe Yesu makofi. Wapendwa, it is about Jesus. It is about Jesus. When you have Jesus, utashinda dhambi. When you have Jesus, utashinda mambo hayo ambayo yanakuweka kando. Wapendwa, but without Jesus, wapendwa, even in heaven, you are not recognized. That is the truth, wapendwa. You are not recognized even in heaven. Wakati Yesu afanyiki nguvu yako. Wapendwa, unajua nguvu yako haiwezi kukusaidia. Hebu mtumishi, naomba unisome hapo. Nisome hapo. Amen. Warumi sura ya 3 mstari wa 20. Kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria. Naomba usome tena hapo. Sikiliza. Amen. Warumi 3 sura ya 3 mstari wa 20. Kwa sababu hakuna mwenye mwili
Wangapi hapo wana mwili? Kama una mwili inua mkono juu. Basi naongea kuhusu wewe na mimi. Naona wengine hawana mwili. Haya basi. Haya, tuendelee. Kwa sababu hakuna mwenye mwili, atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria. Sikiliza, hakuna hata mmoja mwenye mwili atahesabiwa haki mbele ya nani? Mbele ya Mungu kwa njia ya sheria. Nisikilize. Sasa nakwambia kuhusu kile Yesu alikuja kufanya. The Bible says Jesus came with the truth and grace. Wapendwa, kwa hivyo ndio maana Yesu waga anatuita kwake ili tuhesabiwe haki mbele za Mungu. Kwa sababu kwa sheria hauwezi kuhesabiwa haki. Ndio maana wengine kwa kutokujua wanafikiria it is about what you eat, what you don't eat, what you wear, what you don't wear, mahali ulipo na mahali haupo. The greatest sin in the world, it is not the mistake ambazo unafanya kwa maisha. Nisikilize vizuri. People will not be judged because of what they do. The greatest sin, it is kukosa kumwamini Yesu Kristo. Mpe Yesu makofi kama unanielewa. Hiyo ndio dhambi kuu. Kukosa kumwamini Yesu Kristo. Na nataka nikusomee maandiko. Hebu mtumishi wa Mungu nisomee the book of John chapter 3 verse 17. Usikie inasema nini? The greatest, na usifungi hapo Romans, tutarudi hapo. The greatest sin ni kukosa kumwamini Yesu Kristo. Because the will of God, kama uko katika mapenzi ya Mungu na uko kwenye njia ya Mungu. Kuna wengine wanasema mimi huenda kanisani, mimi hutoa sadaka, mimi hufanya hivi. Hata mashetani wanatoa sadaka, hata mashetani wanaomba, hata mashetani wana mahekalu wanaenda kuabudu. Lakini hiyo haifanyi wasiitwe mashetani. Nisikilize uelewe. It is not about religion. It is not about a certain church. It is not about a certain belief. It is about Jesus Christ in your life. Hebu naomba unisome hapo mtumishi wangu. Nisome. Uone mahali hukumu inakuja. Mahali hukumu inakuja. Kukosa kumwamini Yesu Kristo ni dhambi kubwa. It is the greatest sin of all. Amen. Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 17. Inasema nini? Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu. Unasikia? Yesu hakutumwa kuhukumu. Unajua kuhukumu ni nini? Kuhukumu ni kusema wewe ni mwizi, wewe ni mganga, wewe ni nani? Hakutumwa kazi ya kuhukumu. Lakini alitumwa ili watu wapone. Nataka usikilize hiyo point. Kwa hivyo hukumu ambayo waga inakuja kwa maisha ni mtu yeye mwenyewe anajiletea na anajitakia. Nisikilize vizuri sana. Kwa sababu wakati uko nje ya Yesu, automatically hukumu iko juu yako. Sio kwa sababu Yesu anaileta. Yesu alishuka mwanadamu apone. Lakini wakati mwanadamu anakosa kuamini kazi ya Mungu, kwa sababu Yesu Kristo ni kazi ya Mungu. Yesu alipozaliwa akaitwa Emmanuel, kumaanisha God with us. Emmanuel inamaanisha God with us. So Jesus is the work of God. Jesus is God ameshuka ili aokoe mwanadamu. Lakini mwanadamu anaangalia, anadharau, anaona no, I don't need this. Anaona kama kuna salvation mahali pengine. And that is a problem ya watu wengi. Ndio maana watu wengi wako wanafikiria uokovu labda ni njia ya kutengeneza pesa, labda uokovu ni kuvaa mavazi marefu, labda uokovu ni kutoa sadaka, labda uokovu ni kwenda kanisani, labda uokovu ni kujifanya mtu mpole. Hayo yote ni sawa, hayo ni yako. Lakini hayo hayawezi kukufikisha kwa ufalme. Wala hayo hayamtishi Mungu, wapendwa. Lakini kile kinamtetemesha Mungu na kinamfurahisha, it is when you believe in his work. His work is Jesus Christ. Mpe Yesu makofi. Jesus Christ, huyo ni Mungu. Kwa hiyo kumkataa Yesu ni kukataa Mungu mwenyewe. Ndio maana Biblia inasema yule ambaye asiye na mwana hana hata baba. If you don't have Jesus, you don't have God. Unajua nataka nikueleweshe uelewe, uache mambo ya ukanisa. Unajua hii mambo ya ukanisa na dini hii imefunga watu mpaka hawawezi kupokea nguvu ya Mungu kwa maisha yao.
mpaka miujiza ifekiwe, mpaka vituko vifanywe, mambo mengi ambayo ni bure, hayasaidii, yako useless kwa ufalme. Lakini there is one thing ambacho Mungu anataka. Imagine anasema hivi, Yesu Kristo alishuka sio kuhukumu, anakuambia wazi. Kwa hivyo ujue kazi ya Yesu sio kuhukumu wanadamu, ni kuwaokoa. Mpe Yesu makofi. Lakini hukumu ni mtu mwenyewe ufanya nini? Ujiletea, kwa sababu ya kukataa kazi ya Mungu. Kama vile shetani alijiletea hukumu kwa kukosa kutii Mungu, akatupwa duniani, kila kitu kikamkataa, mbingu ikamkataa. Hebu naomba unisome hapo, endelea kusoma mtumishi wa Mungu. Nisome tuendelee. Bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Ulimwengu uokolewe katika yeye. Endelea kusoma. Uone mahali shida uaga inakuwa. Mstari wa 18. Mstari wa 18 anasema nini? Amwaminie yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi. Mpe Yesu makofi. Umeona mahali hukumu inakuja? Hukumu, that the greatest sin ni kukosa kumwamini Yesu Kristo. Kwa sababu unapomwamini Yesu Kristo, tuseme kama leo unaishi maisha ya dhambi, uko kwenye ulevi, uko kwenye uzinzi, uko kwenye ukahaba, uko katika mambo ya kidunia. Najua kila mtu waga anajua dhambi ni nini. Hauhitaji kuambiwa, hata wewe unajua. Hata mtu anapokuwa kwenye dhambi waga anajua. Hauhitaji ndani ya moyo, hata ukijifanya unajua kukunywa kadogo si dhambi, unajua ukiwa na mpango wa kando, hata Daudi sijui alikuwa na wake wawili, hata unajua, hata sijui. Hiyo yote hata ukisema unasemanga hiyo kwa sababu unajua haifai hivyo. Kwa sababu dhambi mara nyingi lazima itetewe. Uongo uwaga unatetewa, lakini kweli haitetewi. Mpe Yesu makofi. The truth waga inasimama. Na kitu cha kufurahisha sana ni kwamba Mungu ameweka ukweli ndani ya kila mwanadamu. Unapofanya uovu, hauhitaji kuambiwa hata hiyo ni dhambi. Ndani yako uko na ile spirit ya Mungu, ambayo hiyo spirit imewekwa ndani ya kila mtu. Unapofanya kitu kibaya, hauhitaji kufundishwa hata hii ni dhambi na hii si dhambi. Ndani yako kuna kitu waga tu kinakwambia hapa umesema uongo, lakini unaignore, unasema si mimi wa kwanza. Hapa unafanya vibaya, lakini kuna kitu kinakwambia hata mwizi anapoiba anakuaga condemned ndani. Anajua hii si sawa. Anakuuliza nitafanyaje sasa? Nitafanyaje? Nitakula nini? Lakini ndani anajua hii si sawa. Kuna ile spirit ya Mungu. Sasa angalia wapendwa, na hapa ndio center ya uokovu. Mpe Yesu makofi. Hapa ndio center ya uokovu. Hicho nakwambia, Yesu hakuja kuhukumu mwanadamu, lakini anakuja anasema yoyote asiye muamini. Hebu mtumishi wa Mungu some hiyo verse 10. Hapo uone hukumu, hapo ndio inakuja. Rudia huo mstari tena. Nataka watu wa Mungu wasikie vizuri ili kila mtu aelewe. Amen. Yohana sura ya 3 mstari wa 18. Amwaminie yeye hahukumiwi. Amwaminie yeye afanyi nini? Hahukumiwi. Amwaminie yeye nani? Yesu Kristo afanyi nini? Hahukumiwi. Hahukumiwi. Endelea kusoma. Asiyeamini amekwisha kuhukumiwa. Sikiliza, watu wanangojaga ati siku ya kiyama, siku moja nitakufa ndio nitaenda hera. Sikiliza, hukumu inaanzia hapa duniani. Wakati umekosa kumwamini Yesu Kristo, unatembea katika hukumu. Ndio maana maisha yako yanakuwa so complicated, so hard. Hauna ushindi. Jesus is not in your side. Hayuko upande wako. Yes, anataka uokolewe. Hajakuja kukuhukumu, lakini wewe hutaki kumwamini. Kuna watu waka wanasema, pastor, nitaacha hii kwanza ate ndio nimwamini Yesu. Hiyo ni sheria. Ndio maana ukisema ningoje niache uizi, ningoje niache ulevi, ningoje niache ukahaba ili niokoke, hauwezi acha. Wengi waga waelewi. Lakini unapochukua hatua ya kuja kwa Yesu pamoja na ukahaba wako na uongo wako na ubaya wako, wapendwa, hivyo huyu Mungu, hii neema ambayo ni grace na truth, Mungu anakuwezesha. Mpe Yesu makofi. Hauwezi kuokolewa ukiwa nje. Hauwezi kwa nguvu yako. Wako watu hata wako katika wameokoka na wako na karakta zingine si mzuri, lakini kwa sababu wameshikilia Mungu,
Kila siku Mungu anawatengeneza because of the grace. Mpe Yesu makofi. Kwa sababu Mungu waga na perfect watu wake. Lakini ukikaa huko nje useme ati woi siku yenyewe nitaacha kufanya hivi, pastor ndio nitaokoka. Sitaki kudanganya Mungu. Huwezi kudanganya Mungu wewe. Unafikiria maisha amekupa ni juu unajifichanga chini ya miti? Mungu anajua wewe ni kahaba, Mungu anajua wewe ni mwizi, Mungu anajua wewe ni muovu, na anataka ukuje na huo uovu wako kwake. Wapendwa, huo ndio uokovu. Uokovu ni kukuja kwa Mungu kwa Yesu Kristo na uovu wako ili akusaidie. Mpe Yesu makofi. Sio kuficha. Ndio maana mtumishi wa Mungu naomba nisomee Proverbs 28:13. Inasema nini? Hebu angalia wapendwa. Isio wapendwa sio kile mtu anafanya, na usitoke, tutarudi hapo bado. Ni vizuri kuelewa. Sidanganywa na dini. Sidanganywa na vituko vile vinaendelea duniani sasa hivi. Hata ukipakwa mafuta kilo 10 haiwezi kukubadilisha, wala haikupi ufalme. Haiwezi kusaidia kumuona Mungu. And I'm telling you, mimi ni mtumishi wa Mungu. I'm not a prophet of doom. Mimi si mtu wa uongo. I'm telling you the truth according to the ways of God. Hiyo haitabadilisha maisha yako. Haitaleta baraka. Umesikia? Hukumu inaanzia wapi? Hapa. Sio kwa sababu Yesu alikuja kuhukumu. Unaposikia injili, kuna mtu usikia injili, yeye anafikiri injili ni ya kuhukumu watu. Injili sio ya kuhukumu watu. Injili ni ya kuokoa watu. Mpe Yesu makofi. Yesu anaita kila mmoja. Wapendwa, uokovu inamaanisha uko katika hali usiojiweza. Ni kama uko mahali hauwezi kutoka. Nyumba yote inawaka moto. Hawezi kujitoa. Angalia wapendwa, hawezi kujitoa. Na wokovu ndio hapo sasa unaitisha msaada kwa Yesu. Hebu naomba unisomee hapo mtumishi wa Mungu. Amen. Kitabu cha Methali sura 28 mstari wa 13. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Sikiliza, ni maandiko. Shida sio dhambi. Afichaye. Unaweza kuko hata uko kanisa unaficha. Uko wengi wanaficha dhambi zao. Biblia inasema hatafanikiwa. Na unajua kufanikiwa inamaanisha nini wapendwa? Kufanikiwa si kwenda tu mbinguni. Kufanikiwa ni maisha hata ya kila siku. Unapoficha dhambi ni kama kuficha kinyesi kwa bagi yako. Kila mahali unaenda, ukiingia kwa gari watu watatoroka. Ukienda popote watu wanasema hiki mtu kinanuka. Hakuna mtu anataka kukusalimia. Hivyo hivyo umeficha kinyesi kwa bagi yako. Ama umeweka kinyesi kwa mfuko. Halafu unakimbilia mwanadada, unamwambia unajua nakupenda. Nakwambia unanuka. Ona unaendaga mahali ukitafuta kazi. Katika ulimwengu wa kiroho kile kinaonekana ni mnuko. Unaambiwa hakuna kazi hata kama kuko na vacant. Angalia unapoficha dhambi. Sababu watu wako wanafikiri dhambi huaga ina affect hata maisha ya mtu ya hapa, maisha ya kimwili. By the way wapendwa, acha niwaambie, maisha ya kimwili ina affectiwanga bado na dhambi. Watu wanafikirianga ate dhambi tu itakupeleka mtu tu hell. Ngoja nikwambie, hell huaga inaanzia hapa na maisha yako. Mtu ambaye anaishi kwenye dhambi hawezi weka jamii, kwa sababu jamii ni project ya Mungu. Ndoa ni project ya Mungu, na ili ndoa ifanye kazi inahitaji principles za kimungu. Mtu ambaye angalia, mtu ambaye hamjui Mungu hata akipewa kazi hawezi kuwa trustworthy. Hana character ya trustworthiness, hana faithfulness. Kwa hivyo ataiba, baadaye atakuta amefutwa kazi kwa sababu hana character. Sababu kile waga kinafanya wapendwa maisha haya tunafanikiwa, character ni kitu major sana. Na ndio maana unaona Mungu anapotembea na mtu, kitu cha kwanza Mungu waga anatengeneza mtu character. Kama we ni mtu wa hasira, unagongwa mpaka hasira zako zinaenda chini. Kama unakuanga muongo, nakwambia unagongwa. Si ati Mungu hawezi tumia mtu. Isaya alikuwa nabii, alikuwa muongo, na alikuwa anakaa na watu waovu. Si ati Mungu hakumtumia. Lakini Mungu alifika akamwambia, hebu angalia ni kina nani umekaa na wao hapa.
kwa sababu Mungu waka anafuatilia character. Hawa ndio kizuizi. Mpaka Isaya kama anajirealize, mimi ni mtu mwenye midomo ya uongo. Imagine. Kutoka hapo wapendwa, si ombi aliomba, si kuombewa aliombewa. Alipobadilika, alipoelewa weakness yake, Mungu alimtumia. Isaya ndio alitabiri kuja kwa Yesu. He is one of the maprofeti wakubwa. Mpe Yesu makofi. That is the way wapendwa. Lakini karakta yake leo kama angebaki pale, leo tusingekuwa tunaongea kuhusu Isaya. That is the same way. Hata wewe na wewe. Mungu anataka akutumie kwa njia ya ajabu. Lakini your character lazima Mungu aitengeneze. Na hapo ndio watu wengi utoroka. Mungu anataka kutengeneze. Watu wengi wapendagi kusikia kweli. Ndio unaona watu wengi maishani, unajua sijui nitasema nini. Watu wengi ikija wakati wa training hawatakangi, lakini wanatakaga matokeo ama matunda ya training. Matunda ya training. Lakini training yenyewe hawaitaki. Ndio unaona hapo mtu anakimbia huko anatafuta baraka za Mungu. Pengine huyu ndio ataniombea nibarikiwe. Pengine huyu pastor ndio anakaa amevaa suti nyeupe, iko na anointing. Unajua akili, si unajua psychologically watu kuna vile uaga wanaelewa, labda nikivaa suti nyeupe ndio sasa. Hata kuna mtu aliniambia, pastor, mimi naonanga unakaa mzuri zaidi ukiwa umevaa suti, unakaanga kama umeokoka sasa vizuri, ukaanga kama pastor. Nikamwambia kaambia sawa basi nitavaa suti kama niyo unataka. Bwana Yesu asifiwe. Mind za watu wako tofauti, hawaelewi. Ni mambo ya kiroho, so inabidi wote unaendana nao vile wako. Lakini the truth is this wapendwa, nakwambia character yako ni kitu ya maana. Ni vizuri sana, ndio Mungu anatengeneza, anasema hakuja kuhukumu. Nataka ushike ile point nimekwambia. Afichae dhambi zake hatafanya nini? Hatafanikiwa. Hebu niendeleze hapo. Some hapo. Bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Mpe Yesu makofi. Yeye anayeziungama, kuziungama ni nini? Anatubu dhambi na kuziacha, anapata rehema. Mpe Yesu makofi. Anapata rehema. Rehema ni nini? Rehema wapendwa, rehema, it is more than mercy. Ni zaidi ya huruma. Rehema, mwanadamu hawezi kuwa na rehema juu ya maisha yako. Mungu akikurehemu wapendwa, unakumbuka kipofu Bartimayo alikuwa haoni. Mwana wa Daudi, nihurumie. Akapokea rehema. Yesu akamuuliza, unataka nikufanyie nini? Nataka kuona. Akapona. Rehema. Hiyo ndio tunaita rehema. Mpaka unamwambia Mungu, nataka hii na hii. Mungu mwenyewe anakuuliza unataka nini? Kwa sababu kuna rehema. Lakini hiyo rehema haiji tu hivi. Anasema uungame dhambi. Unajua it is very funny. Mungu anatupa nafasi ya kuungama dhambi, kwa sababu anajua hapa kuna dhambi. Anajua kizuizi cha mwanadamu ni dhambi, na anatupa nafasi ya kutubu dhambi. Mtu hana excuse. Anatupa nafasi ya kutubu dhambi, kwa sababu anajua dhambi ni kizuizi cha mafanikio ya mtu. Dhambi inakuzuia mambo mazuri kwa maisha. Lakini kwa akili za kibinadamu tunaona hii ni raha bwana, hii ni furaha, ni kujienjoy. Najua wanasikia watu wakisema ati ni kujirudishia shukrani. Hii watu wanaongeaga maneno hawaelewi. Jambo la kuhuzunisha sana, kuna habari nilipata jana. Nilikuwa nasikia jana hiyo habari ya kwamba jamaa mmoja ambaye ana gari zuri sana, kijana mdogo nafikiri wa miaka 29, aliingia kwenye gari lake akawasha majiko mawili ya makaa, akayaweka kwa boot nyuma, alafu akaingia ndani ya gari akafunga milango yote ili afe, na akakaa hapo na akakufa kwa sababu ya carbon monoxide. Imagine mtu anakufia ndani ya gari yake. Na usiseme ati huyo ni huyo na huyo ni mjinga.
ni mahali maisha inaweza fikisha mtu. Hata wewe unaweza fika hapo. Kama mtu hana Mungu, hakuna mahali huwezi fika. Hakuna. Wapendwa, watu unajua wanadamu wakati tunaonaga kama sini wajuaji, tunajiringa. Unajua huu mwili, wacha nikwambie wapendwa, unaona huu mwili wako umebeba na hiyo akili yako, hiyo ndio inaweza kukugeuka. Hiyo. Na ndio maana hautakiwi kutegemea chochote cha mwili huu, moyo wako, akili zako, kwa sababu kuna wakati unaweza hata kuamka usikie tu uko na stress na hujui ni ya nini. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuamka tu asubuhi moja usikie leo nasikia kama nitajinyonga. Maisha imekuwa ngumu. Na pengine hata ni mtu yuko na kazi. Mbona kuna baba mmoja siku moja niliongea naye, alikuwa na kisu, anaenda kujiua. Ametoka ofisini. Si ofisi ya kitoto, ofisi ya serikali. Nakwambia. Duelewe, maroho yana nguvu zaidi ya kusema sijui serikali, sijui cheo, sijui pesa, sijui gari. Mtu na suti yake ameficha kisu kwa mfuko. Ati kisu na amebeba upande mwingine rat. Ndio kisu, ndio rat ikikataa ama weke rat alafu ajitunge kisu. Akasikia neno likampa hope, akaokoka. Mpe Yesu makofi. Imagine hivyo. That is wewe, acha nikwambie, hii akili yako hii inaweza kukuruka. Na watu hawashikagi. Kitu tu kinakushika, haujui ni nini. Nilisikia mchungaji mmoja. Najua hakuna mahali save hata ukiwa pastor. Hata mimi waga sitegemei upasta wangu, nategemea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Pastor mmoja akawa kanisani, washirika watoi sadaka, wakaamka siku moja Sunday wakienda kanisani. Kumbe pastor amekufa na depression usiku mzima, wamekosana na mke wake. Alienda kwa hekalu pale kanisani kwake, mbele ya madhabahu akachukua kamba akajiulia hapo. Watu wanakuja kanisani kusikiliza pastor, wanaona pastor anaenda hivi amejinyonga. Hii dunia haijalishi wewe ni nani. Hamna kitu cha kujivunia. Hamna. Mimi nawaambia wapendo, mwili wako unaweza kukugeuka mpaka ushindwe, huu ni mwili wangu. Uamke tu asubuhi mmoja unaona kimguu kimefura, kimwili kimefura, hauwezi tembea, hauwezi kula. Akili yako unaweza kulala ukiwa nomo, unaamka asubuhi ukiwa wazimu. Nakwambia kuhusu, ndio maana hautakiwi kutegemea chochote cha mwili. Chochote. Iwe ni kazi yako. Yani kama kuna kitu cha kutegemea na kujivunia wapendwa, ni huyu Mungu. Mpe Yesu makofi. Ni huyu Mungu, kwa sababu wapendwa, huyu Mungu akiwa ndani yako, hizo hali zote ambazo zinapingana na wewe, hizo hali zote ambazo zinakuletea discouragement na disappointment kwa maisha yako, yeye Mungu atapigana nazo. Yeye atapigana nazo, si wewe. Mpe Yesu makofi. Kuna maroho yalali usiku na mchana yanakuwinda. Anataka ukose uzima na anataka hapa uishi kwa desperation. Desperation haiwezi ondolewa na pesa. Imagine. Mtu anaweza kuwa mzee Cosmas ana pesa nyingi sana, lakini moyo wake umevunjika. Wewe unaona pesa yake, yeye hata haoni pesa yake. Anauliza umaana wa maisha ni nini? Angalia mtu akijiua ndani ya gari zuri, anaweka carbon monoxide nyuma, anaweka jiko. Imagine mpaka hiyo time ya kwenda, mtu mzima anawasha jiko akijua leo ninajiua. Anawasha jiko ya kwanza, anakuja anawasha jiko ya pili, anabeba jiko ya kwanza anaweka nyuma ya buti ya gari, anachukua jiko ingine anaweka, anafunga na inatoa moshi. Anaingia ndani ya gari upande wa dereva, anafunga milango na anakaa hapo, anangoja kufa. Kijana akakufa, very young man of 29 years old. Afu wewe ukikaa, atejua una mahali pa kukaa, atejua una gari, atejua umekosa mlo mmoja, atejua sijui bibi alifanya, ate bwana alifanya, ati unashikwa na stress. Unajisumbua. Hiyo ndio shida ya kutokumjua Mungu. Depression, wapendwa, unapokosa kumjua Mungu,
kuna yale mambo shetani waga anayaweka kwa akili yako. Depression, stress, disappointment, hopelessness. Nayo ndio mambo yanaua. Hopelessness waga haijui kama mtu ni tajiri ama ni maskini. Hayo ni yale mambo hayatambui. Siku moja tulikuwa tunaenda hospitali kule juu Kenyatta. Mama mmoja na company nzuri kabisa, kubwa. Amejenga mahali gorofa refu sana, kubwa. Hiyo yote ni kampuni yake. Sitaki kutaja. Mama alitoka kwa gorofa first floor, second, third, ni mpaka juu ya 6. Akapanda juu akiwa very smart. Amebeba kibeti ilikuwa na 500 na 1000 kwa kibeti. Mama mrembo alijirusha kutoka juu chini, akapasuka. Amekufa na 500,000 pale. Askari walikuja wakachukua, hamna mtu anatamata ni pesa. Damu kila mahali, kila damu. Amevaa smart. Wapendwa, haya maisha ni hakuna kitu ya maana. Tujuane na Mungu. Mpe Yesu makofi. Juane na Mungu tu. Kitabu cha John chapter 21 verse 3. Nitasoma tu kwa ufupi alafu nitaeleza. Inasema hivi, Simon Petro aliwaambia, naenda kuvua samaki. Nao wakamwambia, sisi nasi tutakwenda nawe. Basi wakaondoka wakapanda chomboni. Ila usiku ule hawakupata kitu. Mstari wa 4. Inasema hivi, hata asubuhi kulipokucha, Yesu alisimama ufuoni. Walakini wanafunzi hawakujua ya kuwa ni Yesu. Mstari wa 5. Basi Yesu akawaambia, wanangu, mna kitoweo? Wakamjibu, la. Mstari wa 6. Akawaambia, litupeni jarife upande wa kume wa chombo, nanyi mtapata. Basi wakatupa. Wala sasa hawakuweza kulivuta tena kwa sababu ya wingi wa samaki. Mstari wa 7. Basi yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda akamwambia Petro, ndiye Bwana. Naye Simon Petro aliposikia ya kwamba ni Bwana, akajifunga vazi lake, maana alikuwa uchi, akajitupa baharini. Mstari wa 11. Basi Simon Petro akapanda chomboni, akalivuta jafiwe pwani, limejaa samaki wakubwa 153. Na ijapokuwa ni wengi namna hiyo, jarife alikupasuka. Mstari wa 13 namalizia. Yesu akaenda akautoa mkate, akawapa na samaki vivyo hivyo. Mstari wa 14. Hivyo ndivyo, sikiza huo mstari, hiyo ndio mara ya 3 ya Yesu kuonekana na wanafunzi wake baada ya kufufuka katika wafu. Sema tunaongea kuhusu the risen Christ, Yesu aliyefufuka. Hapa tunaona kwamba Yesu, wapendwa, alikuwa amezoea kutembea na wanafunzi wake. Nataka ujumbe nikueleze kwa ufupi. I'm talking about the risen Christ. Ukapendwa, kwa sababu kuna watu waga wanasema, unajua Yesu alisulubiwa akafa, kwa hiyo sasa hivi hamna kitu kama Yesu, wala afanyi. Sasa nataka nikuonyeshe kwamba Yesu yupo na jinsi anafanya, ili uone mfano vile aliwafanyia hata wanafunzi wake. Biblia inasema Yesu alipofufuka aliwatokea wanafunzi wake karibu mara 3. Sasa nataka tuongee kuhusu hichi kisa ambacho kilikuwa kinaendelea hapa. Petro, wapendwa, baada ya Yesu kufa, wanafunzi wakajua sasa mambo yetu yameisha, kwa sababu mwalimu wetu ameondoka, ametuacha. Wapendwa, lakini Yesu, hata kabla Yesu kufa, alikuwa ameshawaambia ya kwamba, wapendwa, ilikuwa tayari imeandikwa. Hata kina nabii Isaya walitabiri kwamba huyu Yesu atakufa for 3 days kisha atafufuka. Lakini wanafunzi wake hawakuwa wamechukulia hiyo serious, au hawakuwa wameelewa. Sasa wakati waliona Yesu sasa amekufa,
kila mmoja akaanza kurudi kwa shughuli yake. Hawa kama sasa Petro alikuwa anafanya uvuvi wa samaki. Akaona sasa ile ambapo tulikuwa tumezoea kutembea na Yesu, tukitaka chakula anatupa chakula, tukiwa mahali tumekwama anatusaidia, tukiwa hatuwezi kutembea juu ya maji anatuita tunatembea juu ya maji. Yani mambo makubwa. Yesu alikuwa anatusaidia hata tukiwa kwenye bahari tunataka kufa, tukimuita anaitika, anatusaidia. Sasa amekufa, wakajua ni mwisho wao. Sasa Petro, wapendwa, akarudi katika uvuvi. Na kwa sababu yeye ndio alikuwa amewekwa kati ya wale ambao walikuwa wanaongoza wanafunzi wa Yesu from Jesus. Yesu alikuwa anapenda sana kutembea na Petro na Yohana, walikuwa ni watu wako very close to Jesus. Sasa wakati wapendwa, naomba unisikilize vizuri uelewe. Yesu ameondoka. Sasa Petro ndio amebaki kama yeye, wote wanamwangalia. So wapendwa, wote wanamwangalia Petro. Petro alipofanya uamuzi wa kwenda kuvua samaki, wote wakamwambia tunakufuata. Wakamfuata. Walipoenda pale, Biblia inasema wapendwa, walikuwa wamezoea, Petro alikuwa amezoea akienda pale kila mara anapata samaki. Sababu Biblia inasema, ukisikia Biblia inasema siku ile walipoenda hawakutoka na kitu, inamaanisha hizi siku zingine zilikuwa siku ambazo walikuwa wanapata kitu. Walikuwa wanaenda kwa uvuvi wanapata kitu, lakini siku hiyo hawakupata chochote. Kwa sababu wapendwa, kuna siku kwa maisha au kuna season kwa maisha ambayo mambo inakuwaga ngumu. Kuna season kwa maisha ambayo waga unajaribu kufanya kitu, nothing is happening. Kuna season kwa maisha ambayo unakaaga ni kama umekwama. Unajaribu kila njia, ni kwa biashara unajaribu kila njia, ni kwa ndoa unajaribu kila njia, ni kwa maisha unajaribu kila njia. Wapendwa, hata kiafya. Kuna mtu ambaye ameenda hospitali, amekuwa anaangaliwa kila mara, daktari wanamwambia hamna shida tunaona, lakini analia, anaumia, anasema anasikia uchungu. Lakini daktari akipima anamwambia hamna kitu tunaona, hatuoni kitu. Hakuna kitu. Hii unajua ni mateso. Sasa hivyo wapendwa, kuna zile siku kwa maisha mtu zinakuaga za giza, hakuna kitu kizuri. Na ndio maana unamhitaji Mungu kila siku. Haujuagi siku ya giza itakuwa ni kesho, itakuwa ni kesho kutwa. Wapendwa, haujui. Sasa hivyo Petro siku hiyo wakaenda, hawakupata kitu, hawakupata chochote. Sasa wapendwa, sikiliza kile ambacho kikafanyika. Sasa wakajiuliza watafanya nini? Wamekuwa hapo usiku kucha. Ndio hapa maandiko yanasema hivi. Inasema hivi, hawakupata kitu. Wapendwa, inamaanisha nini? Siku zingine walikuwa wanapata vitu, lakini siku hiyo hakukuwa na kitu. Changamoto za maisha. Kuna wakati saizi najua hata kuna mtu yuko kwenye kitu anapitia, labda ni kikazi, labda ni kesi fulani, labda ni kwenye ndoa, labda ni kwenye maisha. Haujui, umekuwa unaishi vizuri, mambo yanaenda vizuri, lakini suddenly haujui nini kimefanyika. Naongea na mtu wa aina hiyo, nakwambia hapo wapendwa, uone kile kilifanyika hapa. Wapendwa, mstari wa 5 nasema, basi Yesu akawaambia, wanangu, sikiliza, hata asubuhi kulipokucha, Yesu alisimama ufuoni. Walakini wanafunzi hawakumjua ya kuwa ni Yesu. Sikiliza wapendwa, wameteseka, lakini Yesu asubuhi, wapendwa, ndio nakwambia, asubuhi ya mtu waga inakuja. Waweza teseka, waweza kuwa kwa season ya mashida, lakini kuna asubuhi waga inafika. Mpe Yesu makofi. Asubuhi ya kila mtu, wapendwa, waweza kuwa leo hauna mbele wala nyuma. Wapendwa, ujitie nguvu, uelewe kwamba asubuhi inakuja. Wapendwa, sasa angalia, asubuhi ikafika, na asubuhi ilipofika, kitu ambacho waga kinafanyika. Asubuhi inapofika, Yesu waga anakuwa pale ili kukusaidia. Lakini usipo recognize Yesu, msaada wako unavuka, hausaidiki. Sasa Petro akawa pale, wamekaa mpaka asubuhi. Usiku wanatakiwa kulala, lakini ile kazi iliwafanya wasilale, kuvua samaki. Sasa hawajapata, na waliona Yesu ameondoka. Sasa hawana msaada, wanajiuliza nani atatusaidia sasa? Vile Yesu alikuwa anatusaidia, walikuwa wanaambiana kama Yesu angekuwa, labda angesema tu neno, mambo yafanyike. Lakini sasa hayuko, amesulubiwa. Kama vile kwa maisha, hata tunapohubiri Yesu, watu wanaonaga kama watu hawajui kile wanasema. Huyu hajui kile wanasema, ati Yesu kweli aje, anaponya aje,
anabariki aje? Anaokoa aje? Kuna watu wako kabisa mtu waelewi na kabisa yuko anasema aje. Hasa hawa pia Yesu usiku akapitia shida. Asubuhi ilipofika Yesu akatokea, kwa sababu baada ya kila shida, baada ya kila matatizo, wakati huko kwa hali, Yesu uwaga anamtokea kila mtu. Kila mtu, sisemi watu wengine, kila mtu. Awe ni kahaba, kuna mahali Yesu mtokea. Awe ni mwizi, kuna mahali Yesu mtokea. Awe ni muuaji, kuna mahali Yesu mtokea. Ndio maana unaona hakuna mtu yoyote mwovu alikufa pasipo Yesu kumtokea. Mpe Yesu makofi. Paulo, kabla awe Paulo, alikuwa Saulo. Alikuwa muuaji, alikuwa anaua watu hata kanisani, anachinja watu. Alipokuwa anatembea akienda kufanya mission, siku moja Yesu akamtokea. Akamwambia, mbona unalitesa kanisa? Mbona unafanya uovu huu? Paulo akaelewa. Yesu akampiga upofu, akawa kipofu, haoni. Kwa hiyo ile mission mbaya anaenda kufanya hawezi kufanya. Kuna wakati kwa maisha, wapendwa, usiposikia sauti ya Mungu, sikiliza, unapigwa upofu. Na huo upofu ndio wengine wanaonaga kama mambo yao haendi sawa. Huo upofu ndio wengine wanaonaga kama wamelogwa. Lakini I wish ungejua, wapendwa, wakati unamgeukia Yesu kwa upofu, yeye ndio amekupiga upofu na yeye ndio atakuponya. Mpe Yesu makofi. Paulo akasikia, Sauli akasikia ile sauti, akaifuata, akasema nitamfuata Yesu, akatubu. Yesu akamuonyesha jinsi atafanya, upofu wake ukaondolewa. Ndio leo tunamuita Paulo. Mwizi msalabani, Yesu alimtembelea. Yesu akawa pale. Mwizi mmoja akafanya uamuzi, akasema, Yesu nikumbuke katika ufalme wako. Mwingine akasema, kama wewe ni mwana wa Mungu si ujitoe na ututoe. Sababu kuna watu wanasemaga kama Mungu anaponya, mbona? Kama basi Mungu anaweza kuokoa mtu, mbona hali iko hivi? Mbona maisha yangu yako hivi? Kama watu kama hao Mungu waga hawajibu. Ndio maana unaona Mungu alinyamaza. Yesu alinyamaza msalabani. Hakumjibu yule mwizi lolote, kanyamaza. Lakini huyu mwizi mwingine alimwambia Yesu, nikumbuke kwa ufalme wako. Akapata nafasi, akapona. Mpe Yesu makofi. Umeona? Sasa hivyo nimekwambia, katika kila hali kuna mahali Yesu hutokea mtu. Ndani ya moyo wako kile kishawishi unasikia kinakwambia hii sio njia, acha haya maisha. Yesu anakuonya, ni yeye ndio muumbaji. Ndani yako unasikia kishawishi. Hata ninapohubiri ndani ya moyo wako unasikia. Sasa baada ya Simeon wameteseka usiku kucha, hakuna samaki, hakuna kitu, wapendwa, wakakaa pale wamevunjika moyo, wame give up. Yesu naye akatokea pale. Yesu alipotokea akawaambia nini? Basi Yesu akawaambia, wanangu, mna kitoleo? Wakamjibu, la. Sikiliza, kumbe Yesu waga anajua shida zetu. Wakati unapitia hali, Yesu yuko pale, waga anaongea. Saizi najua kuna mtu unaweza kumuuliza, una kazi? La. Unapakukaa? La. Una chakula? La. Una wazazi? La. Una mke? La. Una watoto? La. Kila mtu ana la yake. Sasa hata akina Simeon wakati waliulizwa na Yesu, watoto wangu, yaliwita wanangu, kwa sababu Yesu ni baba. Mpe Yesu makofi. Ni baba, akawaita wanangu, mna kitoweo? Wakasema hatuna. Hawakujua wanaongea na Yesu. Kama vile unaposikia injili, hii injili inaongea kuhusu shida zako, lakini wewe haujui. Labda unafikiri ni maandiko tu. Biblia, kama ni Bible tumesoma hiyo story. Tumesoma. Hiyo tunajua. Lakini hauelewi ni maisha. Sasa hivyo wakati Yesu yuko pale katika ufuo wa bahari, anaongea na Simeon, hawakujua ni Yesu. Waliona ni mtu wa kawaida. Yesu waga anakuja tu kama ukawaida kwa maisha ya watu. Unaposikia hilo neno wewe unasema, ni huyo mtu tu anahubiri tu, sawa. Kama ni Biblia tumesoma, si hata Sunday tukua kanisani. Hata leo tuko na evening service. Hata unaona hivyo sababu Yesu anapokuja ajagi kama Yesu. Ndio maana unaona siku ya mwisho
Wengine Yesu atakuwa anawaambia nilikuja kwako nilikuwa na njaa. Mtu anauliza nilikuwa na njaa vipi? Mimi sikukuona. Kumbe uliona kama mtu kanakuja tu hivi. Sitaki pesa, ninunulie tu chakula. Au unasema kwenda hapa mwizi. Ndio maana hiyo siku itakuwa siku ya ajabu. Wewe ni mwana wa Mungu. Fanya vile Mungu anataka. Mpe Yesu makofi. Fanya kile ambacho Mungu anapenda tufanye. Angalia. Hawakujua. Simeoni hakujua ni Yesu. Amemwambia wanangu, mnakitoa? La. Hapana. Unajua kwa haya maisha unajua unaweza kuulizwa maswali, umai kukaa chini ukaandika. Kuna siku moja nilikuwa naangalia maisha yangu nyuma. Kabla nipate misingi sana kwa imani, nikachukua karatasi nikaandika nione kile nimeachieve na kile sijaachieve. Nilipokuwa nakaa chini naandika, nikaanza kuona vile vitu vya maana watu wanakuga nacho. Kitu kimoja nini? Kazi. Nikaandika, una kazi? Jibu ni la. Wakati huu. Una watoto? La. Una mke? La. Nilikuwa na la nyingi sana. Nilikuwa naona failure zimenizunguka. Nataka unisikize vizuri. Sometimes wako unaangalia tu unaona some people wako better than you in life. Baka unajidharau. Unaona hawa tulikuwa nao shule, hawa tulikuwa nao hapa kazini, wamefanya hivi, wako mbele yangu, mimi niko hapa, niko tu hivi. Unaanza kuwaza, hivyo ndio mawazo inakujaga. Sasa hata Simeon tunaona usiku mzima wako na samaki. Hawana, lakini asubuhi Yesu anawatokea, lakini hawajui ni Yesu. Hebu sikiliza kile akasema. Basi Yesu akawaambia, mna kitoweo? Wakamjibu la. Akawaambia, litupeni jafire. Jafire ni hiyo net, upande wa kume wa chombo, nanyi mtapata. Yesu waga anajua mahali kila kitu kipo. Mpe Yesu makofi. Kazi yako anajua mahali ipo. Wewe wao hawakuwa wanajua huyu ni Yesu anaongea. Lakini kwa sababu walikuwa ni watu watiifu. Hebu sikiza. Ndio maana ni vizuri kutii neno la Mungu, unakutananga na baraka yako. Mpe Yesu makofi. Wakati unakuwa mtiifu, unakutanaga na baraka yako. Ndio mtu mmoja wapendwa, mtu mmoja akawa na katoto kadogo sana. Siku moja kakaenda bedroom. Kako bedroom kanacheza cheza. Mama akatoka akaenda, I think alienda soko. Kaenda soko, kaenda akafanya shopping. Kumbe mama vile alikuwa amewasha jiko, kuna vile kitchen ilikuwa iko kando kidogo. So katoto katika kucheza cheza bedroom kakataka kuchukua kitu. Kakatoka kakaenda, sababu kitchen ilikuwa mbali kidogo. Kuna vile hiyo nyumba imetengenezwa. Kakienda kuchukua kitu, kakakuta moto inawaka kwa kitchen. Bwana Yesu asifiwe. Moto inawaka kwa kitchen. Ni katoto kadogo. Hakajui kuexplain sana, lakini kanaongea. Mama yeye ameenda soko akarudi. Aliporudi, kumbe katoto vile kalienda kuchukua kitu kakakuta moto. Kakafunga kitchen, kakatoka kakarudi bedroom kuendelea kucheza. Mama akakuja direct bedroom. Akakuta mtoto anacheza, akamwambia uko sawa? Katoto kakaambia mama, nimeona moto. Wewe acha kunisumbua moto inawaka kwa kitchen. Akamwambia, wewe una maneno gani wewe mtoto? Hebu acha kunisumbua. Mama akatoka nje, kuna wamama alikuwa nao nje. Akatoka kwa nje, akaenda mpaka nje. Akakaa, kitchen ikachomeka, vitu zikaiva zote, moto ukaruka, sitting room. Wapendwa, katoto kakaona ni kama moto umezika, kakatoka tu. Kakaenda nje, kakaenda kucheza na wenzake. Sijui kama ni moto waliona ama mtoto walitoka tu. Hivi watoto wanaendaga kucheza na wenzao. Nyumba ikachomeka, ikaisha, kila kitu kikaisha. Moto ukaanza kuwaka kwa jirani. Ulipofika kwa jirani akaanza kupiga nduru. Oi, moto! Watu wakatoka. Mama alipokuja nje anakuta nyumba yake ndio imewaka moto. Kwa nini nakwambia?
Watu wengi wanakuwaga ignorant kwa maisha haya. Mtu ambaye ni ignorant, unaona mtu yote ambaye anakuwaga na kitu kinaitwa ignorance, sio mtiifu. Mtu yote ako na any kind of ignorance, hakuwagi mtiifu. Unataka kujua mtu mtiifu, hakuna kitu waka ana ignore. Ndio unaona hata Musa wakati alikuwa anachunga, akaona kijiti kinawaka moto, akataka kuobserve hichi kijiti kinawaka moto na kiishi ni cha aina gani. Hapo ndio Mungu akatoa sauti. Biblia inasema Musa aliposema nitaangalia nione, ndio akasikia sauti. Mpe Yesu makofi. Don't be ignorant kwa haya maisha. Ignorance will take many to hell, because they know the truth but they ignore the truth. Wanatafuta maneno mazuri but they ignore the truth. Sasa hivyo nani hakujua? Simeon hakujua. Sasa angalia, lakini ameambiwa afanya yote. Mstari wa 7 inasema basi yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda. Angalia, mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda ni nani? Ni John. They were close to God, they were close to Jesus. John aliangalia, akaobserve, akaona huyu sio mtu wa kawaida, huyu ni Yesu. Akamwambia Simeon, you know what? Huyu ni Bwana. Mpe Yesu makofi. John ndio alimwambia, akamwambia Simeon, unajua huyu ni Bwana. Hebu naomba tusome maandiko hapo uone. Basi yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda akamwambia Petro, ndiye Bwana. Naye Simon Petro aliposikia ya kwamba ni Bwana, akajifunga vazi lake, maana alikuwa uchi, akajitupa baharini. Simon hakujua, hakurealize anataka muujiza. Mwenye miujiza yuko pale, lakini harecognize. Wapendwa, hili neno unalosikia unaposikia kuhusu Yesu, hii wiki tumekuwa tunajifunza sana kuhusu Yesu. Kumbuka yule kiwete jana, ni kupitia jina la Yesu aliweza kutembea. Mpe Yesu makofi. Kupitia jina la Yesu. Biblia inasema jina tulilopewa. Jina tulilopewa. Angalia sasa, tunaongea kuhusu the risen Christ. Basi Petro akapanda chombo, akalivua jafile pwani, limejaa samaki wakubwa. Kupitia nini? Kwa sababu Yesu aliwaonyesha pale ambapo samaki wapo. Yesu mwenyewe. Na ukumbuke hapa tunaongea kuhusu Yesu, sio Yesu ambaye sasa yuko physically. Tunaongea kuhusu Yesu ambaye sasa amefufuka. Ndio nakwambia wapendwa, ile hali unapitia sasa, bado Yesu anafanya kazi. Huyu Yesu ambaye aliwasaidia wakapata mahali samaki ziko, akawaongoza, hata sasa bado anaongoza kwa haya maisha. Haleluya! Atakuongoza kwa kazi yako, kwa ndoa yako, kwa kila kitu. Naongea kuhusu the risen Christ. Hatuongei kuhusu Yesu aliyekufa sasa. Tunaongea kuhusu Yesu amefufuka. Wapendwa, ninakwambia hivi, chochote unachohitaji, hebu angalia huyu Yesu ambaye amefufuka aliwatendea hawa. Baada ya kufufuka ndio alifanya hii. Hawakuwa wanajua vile watapata samaki. Yesu akawaongoza, akawaambia pelekeni pale left. Pale kwa lile bahari. Haikuwa mbali, ni pale, lakini hawakuwa na direction, wasingejua. Walipomhusisha Yesu, imagine tu walichange direction. Badala ya pale, hebu angalia. It is very funny. Wapendwa, your miracle, muujiza wako, baraka zako haziko mbali, lakini without Christ hauwezi kujua ni wapi. Unazunguka huku, unaenda kule, unatangatanga huku, unasema wacha nifanye hii, nione kama nitaendelea, wacha niende huku, wacha niende kwa hawa wanataka hivi. Lakini wacha nikwambie, mafanikio yako, baraka zako, ushindi wako hauko mbali na wewe. Kile unahitaji ni direction ya Yesu. Mpe Yesu makofi. Direction ya Yesu. Biblia inasema hivi, Simeon sasa basi Simeon Petro akapanda chomboni, akalivuta ile jafile pwani, limejaa samaki wakubwa. Sikiliza,
baada ya kuongozwa kile atafanya na Yesu. Limejaa samaki wakubwa. Kumbuka huyu ni Yesu ambaye amefufuka, amewatokea sasa. Hii ni mara ya 3 amewatokea. Yesu alipokufa aliwatokea wanafunzi wake. Hii ilikuwa mara ya 3. Sasa ndio unaona samaki wakubwa, samaki 153. Na ijapokuwa ni wengi, sikiliza makio neno, ijapokuwa ni wengi namna hiyo, jafire halikupasuka. Kwa hiyo kulingana na kibinadamu, zile samaki zilikuwa nyingi sana. Ile neti isingebeba hizo samaki. Hebu angalia vile baraka za Mungu zipo. Anakuletea baraka ambazo sio za kiwango chako, lakini kwa sababu ni yeye ameziweka, anakupa hata wewe kiwango cha kuweza kuzibeba. Mpe Yesu makofi. Unapewa kazi zaidi ya masomo yako. Unapewa maisha zaidi ya kiwango chako. Wapendwa, ndio huyo Yesu naongea kuhusu. Yesu aliyefufuka bado anatenda, mtu asikudanganye. Anaponya. Hapa aliwapatia samaki. Hazikuwa samaki za kiroho, wapendwa. Zilikuwa ni samaki za kukula. Zilikuwa ni samaki zinaonekana, sio samaki za kiroho. Unajua na kucorrect. Watu wengine unajua wanafanyanga kila kitu ni kiroho. Samaki ya kiroho walikula, ilikuwa kabisa ni samaki. Hii inamaanisha hata chakula huyu Yesu unapomwamini kwa maisha yako ata provide. Mpe Yesu makofi. Ni house rent, ni school fees, mahitaji ya kila siku. Hiyo ndio inaonyesha suluhisho ipo kwa maisha ya kila mtu. Awe masikini, hata kama saizi ya ujui utaenda wapi, hata kama hauna kazi, hata kama hauna pa kuishi, hata kama maisha yalienda yakienda. Wapendwa, ngoja nikwambie, unapomuinvolve Yesu, wengi waga hawajui Yesu. Hawa wanafunzi walikuwa pale na shida zake. Yesu yuko pale lakini hawamrecognize. Lakini walitii. Ile utiifu, wapendwa, hii injili unaposikia ukitii neno la Mungu, unaposikia tu sauti ya Mungu, unapokuwa tu na utiifu, ungeweza kunyenyekea, umpe Yesu maisha yako, umtegemee huyu Yesu. Wapendwa, ungepata direction ya maisha haya. Sio mpaka uende kwa waganga ili ufanikiwe. Sio mpaka you sell your soul to Satan. Sio mpaka ufanyike mtumwa wa watu ili maisha yako yainuke. Wapendwa, Mungu hapendi utumwa. Ndio maana aliwatoa wana wa Israeli Misri, sababu kule walikuwa wanatumiwa, wanafanya kazi ambazo hazina malipo. Wapendwa, Mungu anga hataki hivyo. Mungu atakangi tukiwa kwa utumishi ambao hauna chochote. Ndio maana Yesu Kristo hata yeye alipotuma wanafunzi wake akawaambia, mlipoenda kunitumikia mlipungukiwa chochote? Wakasema hatukupungukiwa. Na aliwaambia msibebe kitu, msibebe mavazi, msibebe nini, nendeni huko, kwa sababu Mungu is a provider. Mpe Yesu makofi. Wapendwa, that is the truth. Hiyo kweli haiwezi badilika. Lakini wewe ukikaa huko unasema ati utajitafutia samaki, utajitafutia njia zako zina mwisho. Mbona Petro walikuwa wamezoea kuvua samaki? Mbona siku hiyo samaki hazikupatikana? Mbona walikaa hapo mpaka asubuhi hazikupatikana? Na Yesu asingekuja, maisha yao yangekuwa hivyo hivyo. Wangekaa tu njaa. Wangekaa wakihangaika. Tunapomalizia hapa, angalia. Inasema hivi: Yesu akaenda akautoa mkate akawapa, na samaki vivyo hivyo. Mstari wa 14 inasema, hii ndio mara ya 3 ya Yesu kuonekana na wanafunzi wake baada ya kufufuka katika wafu. Narudia tena hapo, ushike kwa masikio. Hii ndio mara ya 3 ya Yesu kuonekana na wanafunzi wake baada ya kufufuka katika wafu. Kwa hivyo hata leo bado Yesu yupo na anafanya. Mpe Yesu makofi. Yupo Yesu aliyefufuka, anafungua milango ya kazi, analeta uponyaji, anafungua njia za chakula, anainua maisha ya watu, anawabariki. Wapendwa, ni wewe recognize unaposikia sauti ya Yesu. Wapendwa, wacha kukimbizana na watu. Wapendwa, angalia wa wanafunzi wa Yesu. Wapendwa, walimwangalia Yesu, walitii sauti ya Yesu. Kile ambacho kilikuwa kinawasumbua kikawa kama si kitu. Wakapokea, wakavua samaki. Walipovua zile samaki, neti inatakiwa kuraruka kwa sababu samaki ni nyingi.
Yesu amewapa direction. Wakatoa mahali kuna samaki wengi, bahari ilikuwa ile ile moja. Hakuwatuma kwa bahari lingine, ni hilo moja. Wapendwa, mafanikio yako hapo na wewe. Hapo, haiko mbali. What you lack is direction. Wapendwa, kwa haya maisha tunakuaga hivi kama vipofu. Mungu amekuwekea ufalme. Sikiliza, wacha nikuonyesha vile hii maisha inakuwa. Umewekewa kiti hapa. Pastor Kevin, naomba uje kidogo. Umewekewa mahali pa kukaa hapa. Na wewe umefumba macho. Sababu hutaki kusikia sauti ya Mungu. Huko tu unazunguka, natafuta kazi, nataka sijui nini. Pastor Kevin, naomba uzunguke. Zunguka, naomba ufumbe macho. Zunguka tu, hichi ni kiti. Mungu amekuwekea, amekuandalia baraka yako, amekuandalia kazi yako, lakini huyu ni kipofu, anazunguka sababu hasikii sauti ya Mungu. Namwambia Kelvin, njoo mbele, hasikii. Kelvin, rudi nyuma, hasikii. Kuja left, Kelvin, kuja left, hasikii. Kuja right, lakini ile direction nampa, akifuata hiyo. Wapendwa, sikiliza, huyu mtu hasikii. Namwambia Kelvin, rudi nyuma, hasikii, anaenda mbele. Unaona? Hebu angalia. Hivyo ndio watu wanakaa. Wanatafuta, wanazunguka. Mungu amewawekea, lakini hawarecognize Yesu kwa maisha yao. Ameenda mara kwa kanisa sijui ya nani, apatiwe maji. Ameenda sijui kwa kanisa ya nani, kwa sababu anatafuta baraka. Na Mungu amemwekea baraka yake hapo. Iko tu pale. Lakini hasikii Mungu. Lakini anasikia vile watu wanamwambia. Anaambiwa toa mbegu, wewe ni kama umelaniwa, babu ya mababu. Anatoka kanisa moja anaenda nyingine. Anaingia kutoka kwa dini moja, anaingia nyingine. Anatafuta. Hivyo ndio watu huishi kwa maisha. Lakini hebu sikia mtu ambaye anafuata directions za Yesu. Kelvin, nataka uende left. Enda left. Endelea kutembea. Nenda straight. Nenda right. Kuja right. Sogea mbele. Haya, twende left. Hamna haraka, nataka nikuonyeshe. Twende left. Mtu ambaye anasikia. Songa. Haya, inamisha mkono chini. Gusa. Haya, kalia hicho kiti. Mupe Yesu makofi. Sijamshika mkono, amefuata instructions. Wapendwa, wakati unasikia neno la Mungu, hata kama haujui mahali pa kwenda, hata kama macho yako yamefungika, the directions ambazo Mungu anakupa, neno la Mungu wapendwa, akikwambia nenda hivi, lazima utafika kwa baraka, kwa sababu yeye ndio ameweka baraka na anajua mahali ipo na anajua jinsi utaifikia. Mpe Yesu makofi. Lakini usipofuata hii, utazunguka, kwa sababu hakuna mtu waga anajua destiny ya mtu mahali iko. Hakuna mtu anajuaga wewe ni nani kesho. Hakuna mtu anajuaga kile Mungu amekuwekea. Hata pastor wako hajui, hata mimi sijui, lakini Mungu anajua. Hata ukiuliza pastor wako, wenda hata basi kama una pastor mahali unaendaga ama mahali watu wanasikia, nenda umuulize kuhusu maisha yako, hata kwambia. Kwa sababu hata mimi maisha yangu sijui. Naweza kuwa napiga injili, kumbe ni injili ya mwisho, sijui. Hivyo ndio maisha yanakuaga. Unaona? Haujui, hakuna mtu anajua. Sasa kama wewe hujui maisha yako, haujui mwili wako, imagine mwili wako unagonjeka na ni wako. Kwa nini usizuie mwili ugonjeke? Si ni wako. Si unasemaga this is my body. Kama unasema my dress, my choice. Si this is your body. Mbona igonjeke na utaki? Si uresist ugonjwa. Mbona ukue maskini na unatamani kuwa tajiri? Kwa nini? What is that? Nini hiyo inafanyaga how become kile unataka? Uwajai kujiuliza kwa maisha? Nini kinafanya utaona chakula kitamu, watamani kula, lakini tumbo linakuuma, hauwezi kula? Nini itakufanya unatamani kwenda kazini, lakini mwili hauna nguvu? Unalegea. Nasema I wish ningekuwa strong niende kazini, lakini umelegea. What is that? Tumheshimu Mungu. Follow God's direction. Yeye ana provision na kila kitu. Mpe Yesu makofi. Naomba tusimame popote ulipo. Naomba tusimame kwa kumheshimu Mungu ili tuombe pamoja. Wapendwa, the only direction, it is Jesus Christ. Hakuna gospel ingine. The power in the name of Jesus. When you have Jesus, waweza kuwa hauna kitu ati mtu ataona hivi. Lakini let me tell you, just walk with Jesus. Kile ambacho haukioni very soon utakiona. Mimi nakwambia kile hauna utakiona.
Wapendwa, you are a great person ukiwa ndani ya Yesu. Hiyo greatness yako usikubali ife. Na wakati uko mbali na Mungu, shetani waka anataka kuua greatness yetu. Unajua yeye yake aliimaliza, aliua. Nafasi yake aliharibu. Usikubali. Naomba tufumbe macho popote ulipo. Umesikia neno la Mungu. Hautasema hukuhubiriwa. Hautasema hukuambiwa kweli. Ukisema manabii wanaongea uongo, mapasta wanaongea uongo, Mungu atakwambia kuna yule alitumwa wa kweli. Uliwasikia? It is back to you. Which decision do you make today? Maisha hayo umeona hauwezi bila Yesu. Kazi unayotafuta, mahangaiko yote, Yesu anayajua. Anajua shida zako, anajua taabu zako, na anajua jinsi ya kutatua. Wewe unaweza kaa hapo usiku na mchana na usiweze kutatua, lakini Yesu anajua. Muaminie maisha yako. Naomba tufumbe macho. Uko hapa, unasema haujawahi labda kuokoka, haujawahi kumpa Yesu Kristo maisha yako, na unasema today nataka kujiunganisha na Yesu Kristo. Wapendwa, wale ambao Yesu aliwatokea walikuwa wanafunzi wake. They were not just ordinary people. Yesu waga atokei tu just anyone. Wanafunzi wake, their problem is his problem. Ndio maana alikuwa anawafuatilia. Wapendwa, do you want to become a disciple? Unapofanyika mwanafunzi wa Yesu, Jesus will always appear kwa maisha yako. He will always show you the direction. Ala mahali ujui utafanya nini, ni kwa ndoa ujui utafanya nini, ni kikazi ujui utafanya nini. I am sure 100% God is well able abadilishe hali yako. Sio mimi, sio mwanadamu, sio mtu. Watu wote wanaweza kushindwa. The 12 disciples wote wa Yesu walishindwa kupata mahali samaki ziko. Walikuwa wengi, but Jesus knew. Alijua mahali ziko, akawa direct, wakapata. Hivyo if you want the direction of this life, unasema unataka kujiunganisha na Yesu Kristo, inua mkono wako juu tuombe pamoja. Unasema unataka kuokoka. Wapendwa, hii ni baraka kwa maisha yako. Hii ndio mwanzo wa mafanikio. Uokovu ndio mwanzo wa mafanikio. Uokovu ndio mwanzo wa kuinuliwa. Uokovu ndio mwanzo wa baraka. Mungu anaenda kufanya mambo ya ajabu kwa maisha yako. Sababu Mungu anasema wale wananiheshimu na waheshimu. Wale wananiheshimu nitawaheshimu. Wale wananiheshimu nitawaheshimu. Mungu anapokuheshimu, wapendwa, anainua maisha yako kwa utukufu wa jina lake. Naomba tuombe. Yule anasema anataka kuokoka, inua mkono wako juu. Usiogope watu. Matatizo ni yako, mapito ni yako. Wapendwa, wewe ndio unajua kile unahitaji kwa Mungu. Inua mkono wako juu, acha kuangalia watu. Usiogope watu. They can take you nowhere. Hawawezi kuongeza. Ukiwa maskini wanacheka. Ukiwa uko navyo umeingia kwa shetani. Ukiwa ni kila kitu, watu lazima waongee. Focus Mungu, angalia Mungu. Nasema you want to receive this Jesus Christ in your life. Yeye ndio msaada peke yake. Yeye ndio msaada. Inua mkono wako juu tuombe pamoja. Popote ulipo, hata kama uko mbali, unaweza kuomba. Want us to pray together. Unasema kabisa umefanya uamuzi. Nataka urudie maneno haya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, naja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu. Ufute majina yangu kwenye kitabu cha mauti. Andika majina yangu kwenye kitabu cha uzima. Tangu leo nimemkataa shetani na kazi zake. Nimekiri wewe Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nimeamini kwa moyo wangu na nimekiri kwa kinywa changu ya kwamba Yesu Kristo ulikufa msalabani na ukafufuka ili nipokee uzima, ili nipokee ushindi, ili nipokee wokovu, ili nipokee uponyaji. Asante Yesu kuniokoa. Nimeokoka. Nimekiri kwa kinywa changu ya kwamba nimeokoka. Asante Yesu kuniokoa. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Baba anasema ni asante kwa huyo ambaye amesikia injili. Hakufanya moyo wake kuwa mgumu, ila amesikia sauti imetoka kwako. Asante pia Mungu sababu umenitumia tu kama chombo. Hata mimi nanyenyekea mbele zako. Hakika Mungu, wewe ndio msaada wetu, wewe ndio Mwokozi, wewe ndio kila kitu. Baba, asante kwa huyo ambaye Baba amesikia sauti yako na akatii. Baba, maisha yake yamebadilika. Kwa sababu umesema yote anakuamini wewe Yesu Kristo anafanyika kuwa kiumbe kipya. Kale yamepita.
yaliyopita. Mungu nasema tazama unaenda kufanya jambo jipya. Hebu hilo jambo jipya kwa maisha yake ikawe ni ushuhuda kwa kazi yake, kwa maisha yake ya kiroho, kwa marafiki zake, kwa jamii yake, kwa marafiki zake, kila mahali ikawe ni ushuhuda kwa utukufu wa jina lako. Baba, msaidie kusimama na kushinda yote. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba yote tukiwa tumeamini. Amen. Amen. Wewe ambaye umeokoka usiondoke. Watumishi wa Mungu wako hapa. Kama ulikuwa umemaanisha uko serious, sawa, Mungu waga anaenda na wale watu wako serious. Mungu si wa mzaa, lazima iwe ni uamuzi. Kama ni uamuzi wako ni sawa, umefanya hiyo, Mungu anaheshimu hiyo. Kwa hiyo watumishi wa Mungu wako hapa, usiondoke hujaongea nao. Wataongea nawe, watakushauri, wakuongoze jinsi ya kufanya, kwa sababu kuna direction. Aya, uko hapa unahitaji lolote, inua mkono wako juu. Inua mkono wako juu. Tumeona vile ambavyo wapendwa Simeon walitii kile Yesu alisema pasipo kujua ni Yesu. Unaposikia nakwambia inua mkono wako juu, au inui kwangu, ni kwa Mungu unamuinulia. Usije ukaniheshimu mimi zaidi ya Mungu. Ujue kwamba usione mimi, ona Mungu. Usiniangalie mimi, sikia Mungu. Inua mkono wako juu. Hilo hitaji lako Yesu analijua. Yesu analijua na anaenda kukutana na haja ya moyo wako. Inua mkono wako juu tunapoomba. Asante Mungu mwaminifu ambaye unajua mahitaji yetu. Simeon hawakujua la kufanya. Walikuwa wamekaa usiku kucha, hamna kitu. Ilipofika asubuhi, Yesu ukatokea. Ulipowaeleza Baba la kufanya, wakafanya. Wakakutana na muujiza wao. Hivyo hivyo Baba, watumishi wako najua wana mahitaji tofauti. Ninaomba Baba kwa mioyo yao kuanzia sasa ukawape direction. Hatua yoyote watachukua, chochote watafanya, kikawe ni direction ya kuleta uponyaji. Baba, ni kikazi, ni financially, ni mambo ya jamii, ni mambo ya afya. Wape direction katika jina la Yesu Kristo. Wengine hawajui ya kufanya Baba, wasaidie, wape direction in the mighty name of Jesus Christ. Maroho yote ya kupumbaza, maroho yote ya kuconfuse, maroho yote ya discouragement yameshindwa katika jina la Yesu Kristo. Baba, kwa direction yako, kwa neno lako tunanena hiyo kazi itapatikana. Kwa neno lako hiyo afya ipatikane sasa katika jina la Yesu Kristo. Kwa neno lako uponyaji ukafanyike sasa. Kwa neno lako Baba hiyo kesi ikafutwe katika jina la Yesu Kristo. Kwa neno lako hiyo ndoa ikapone katika jina la Yesu Kristo. Kwa neno lako huyo mke akarejee kwake. Kwa neno lako huyo mume akarejee kwake katika jina la Yesu Kristo. Kwa neno lako Baba huyo mtoto akanyenyekee kwa wazazi, akarudi na kuomba msamaha, akatubu katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu Yesu umetuita kwa amani, umetuitia furaha sio huzuni. Maroho yote ya fear, maroho yote ambayo yanaweka wasiwasi watumishi wako yameshindwa katika jina la Yesu Kristo. You have given us, oh Father, the spirit ya ushindi. Umetupa roho ya ushindi, umetupa roho ya furaha katika jina la Yesu Kristo. Baba, nasema ni asante sababu neno lako ni kweli. Baba, wewe umetuma neno lako ili tupone. Asante kwa sababu watumishi wako nina uhakika wamepokea uponyaji kwa kila direction ya hitaji zao. Asante Yesu. Mwambie Yesu asante kwa makofi yako. Mwambie Yesu asante. Kama ni afya, mwambie Yesu asante kwa kuniponya. Kama ni kazi, lazima uone ile kazi ambayo unataka. Mwambie Yesu asante kwa kazi. Tumia kinywa chako wapendwa. Mwambie Yesu asante kwa sababu mke wangu anarudi. Mwambie Yesu asante kwa sababu mume wangu anarudi. Kama wewe ni tasa, haupati watoto na uko kwa ndoa, mwambie Mungu asante kwa sababu unanipa mtoto. A time like this utakuwa na mtoto wako ukimshika mkononi. In the mighty name of Jesus Christ, receive it in Jesus name. Upokee katika jina la Yesu Kristo. Hiyo ndoa ambayo imekufa ikarudi tena, kukawe na amani, kukawe na upendo zaidi ya ule upendo wa kwanza katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Popote ambapo kuna mauti tunanena uzima sasa in the mighty name of Jesus Christ. Popote ambapo hakuna tumaini tunanena tumaini kwa neno la Mungu katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu kwa uaminifu wako. Asante kwa watumishi wako waliojitolea time yao, vitu vyao, pesa zao. Baba, wabariki.
vile vile ambao wametengeneza nafasi ya kukuheshimu kwa maisha haya, ukawaheshimishe. Yoyote yule asiaibike, in the mighty name of Jesus Christ. Kumbuka vijana, wa mama, wazee, watu wa age zote Baba, wakumbuke, wabariki. Yule mwovu shetani hana lolote kwa maisha yao, katika jina la Yesu Kristo. Ninanena damu ya Yesu Kristo ambayo inatakasa, ambayo inaokoa, ambayo inaponya Baba, ikawalinde na kuwatakasa na kuwapigania, ikazidi kunena mema kwa maisha yao, kwa jamii zao, kwa biashara zao, kwa afya zao. Tunakataa maroho ya kila aina ya kukandamiza watoto wako, yameshindwa in the mighty name of Jesus Christ. Asante Mungu kwa sababu umetenda. Hata tunapoenda kuachana, kila mmoja anaenda shughuli zake, naomba kibali chako na your favor upon their lives. Hakuna lolote ambalo adui amepanga atafanikiwa, hatafanikiwa. Maadui hatafanikiwa, shetani hatafanikiwa, hatanyosha mkono wake kumgusa yoyote yule kwa maisha yake, in the mighty name of Jesus Christ. Baba, ninakabidhi watumishi wako mikononi mwako, ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba yote tukiwa tumeamini. Sema amen. 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 It is done in Jesus name. Tembea na Mungu. God is faithful. It is done in Jesus name. Mungu akubariki. Tutaonana kesho majaliwa. Wale ambao wameokoka, watumishi wa Mungu wako hapa, watakuhudumia. Wako hapa, Pastor Kelvin yuko pale. Kwa hiyo hakikisha utaona tu watumishi wa Mungu, watakupa direction. Ni jambo zuri sana kutembea na Mungu. Hapo ndio ushindi wa maisha yetu. Don't be discouraged. Don't be disappointed. It is well when Jesus yuko kwa maisha yako. This is a true gospel, wapendwa. Hapana tafuta sijui ate vitambaa na mafuta. These are physical things. Tafuta Mungu asiyeonekana. This Jesus ambaye alifufuka, wapendwa, akasaidia hawa, akawafungulia njia, wakapata samaki wengi. That time Jesus had died na akafufuka. He is still doing it today. Atakupa kazi, atakufungulia milango. Kama ni pesa, atakupa direction, atakuongoza. Usikubali kukaa kwenye dhambi. Usitumike kwenye utumwa wa kishetani, ati lazima nifanye uovu ndio nikule na nikunywe. Kataa uovu na utaona ukuu wa Mungu. Usikae kwenye dhambi ati ukifinyiliwa hapo, ati unajua hapa ndio nakula, hapa ndio nakunywa. Unakaa tu hapo. Shetani kazi yake ni kuiba, kuua na kuharibu. Utakula, utakunywa na akuue na akumalize, and your dreams will be killed very young. Lakini wakati ambapo unamwamini Mungu, hiyo wakati hata huna hitaji, huyu Mungu anafanya zaidi. Unaona na Simeon, they never knew what to do, lakini they believed and trusted in this God, wakamtii, wakapokea zaidi na zaidi, na hizo baraka hazikuharibu, ziliwajenga. Mungu akubariki sana. God bless you. Tuonane kesho majaliwa. Hallelujah, Hosanna, hallelujah.